Hatimaye siri zimevuja. Ni siri za namna ya Marekani pamoja na Israel juu ya kutaka kuishambulia Yemen, hasa kulilenga kundi la wapiganaji wa Kihouthi. Mkuu wa Pentagon ametoa maoni kuhusu kuvuja kwa mipango ya vita vya Yemen. Maafisa wakuu wa utawala wa Trump ni baada ya kumwalika mwandishi wa habari, ambapo nadai ilikuwa ni bahati mbaya kumwalika mwandishi huyo wa habari. Na hapo waziri wa ulinzi Pete Hegseth amezungumzia uvujaji wa siri juu ya mijadala ya namna gani watafanya mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen. Hata hivyo, amemtaja mwanahabari huyo kuhusika kuwa ni mdanganyifu na akasema kwamba jamii inapaswa kupuuza umuhimu wa ufichuzi huo. Hata hivyo, waandishi wa habari wengi pamoja na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba haiwezekani watu wakapuuza kile kilichoelezwa, hali ya kwamba mkuu huyo wa Pentagon amekiri walimwalika mwandishi huyo ambaye hangeweza kuzungumza uongo kutokana na alichokiona. Tukio hilo lilikuja kujulikana baada ya The Atlantic kuripoti Jumatatu kwamba mhariri wake mkuu Jeffrey Goldberg alikuwa ameongezwa kwa bahati mbaya kwenye gumzo la kikundi cha Signal ambacho kilijumuisha maafisa wakuu wa utawala wa Trump kama vile makamu wa rais JD Vance, mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz na waziri mwenyewe bwana Hegseth. Kundi hilo lilikuwa likijadili kikamilifu uwezekano wa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Wahouthi kwa siku kadhaa kabla Rais Donald Trump kuamuru mashambulizi dhidi ya Yemen mnamo Machi 15. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Marekani ilitaka kufanya mashambulizi hata kabla ya amri ya rais wao bwana Trump. Goldberg alidai kwamba moja ya ujumbe wa mwisho wa Hegseth kabla ya shambulio hilo una maelezo ya operesheni ya mashambulizi yajayo dhidi ya Yemen, ikiwa ni pamoja na taarifa kuhusu shabaha, silaha ambazo Marekani itakuwa ikipeleka na mfuatano wa mashambulizi. Alipoulizwa kuhusu uvujaji huo siku ya Jumatatu, Hegseth alimfukuza Goldberg kama mwanahabari mdanganyifu na aliyedharauliwa sana ambaye hana taaluma na taaluma yake ni ya kughushi. Hakuna mtu aliyekuwa akituma ujumbe wa mipango ya vita, na hilo ndilo ninalopaswa kusema kuhusu hilo, Hegseth alisema alipobanwa kwenye maudhui ya jumbe hizo. Msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa Brian Huyes aliambia Reuters kwamba ujumbe huo unaonekana kuwa wa kweli na alithibitisha kwamba mapitio ya ndani yamezinduliwa jinsi nambari isiyojulikana iliyoongezwa katika hali hiyo. Mazungumzo hayo ni onyesho la utaratibu wa kina na makini wa sera kati ya maafisa wakuu, Huyes aliongeza, bila kufafanua kama itifaki za usalama wa kitaifa zimekiukwa au kama hatua zozote za kinidhamu zingefuata. Trump aliamuru hali kali ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Kihouthi wenye makao yake huko Yemen Jumamosi iliyopita, akiwashutumu kwa kuendesha kampeni isiyokwisha ya uharamia, ghasia na ugaidi dhidi ya Marekani na nyingine, meli, ndege na ndege zisizokuwa na rubani. Kundi hilo linalojulikana rasmi kama vuguvugu la Ansarullah limedhibiti sehemu kubwa ya Yemen, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Sanaa tangu katikati ya miaka 2010. Katika kile ambacho The Atlantic ilielezea kama majadiliano ya sera ya kuvutia, maafisa wakuu wa Marekani waliripotiwa kukiri ugumu wa kujenga uungwaji mkono wa umma kwa kampeni mpya ya kijeshi. Hata hivyo, Wahouthi ambao wamekuwa ni moja kati ya makundi magumu kwenye mapambano, ni wakati ambapo Marekani iliwaza ni njia gani wataweza kutumia katika kupambana nao. Hata hivyo, inadaiwa kuna hatari kubwa kwamba umma hauelewi hili au kwa nini ni muhimu, ilisema akaunti itwayo JD Vance, ikisema kwamba sababu kuu ya kufanya hivyo ni kama POTUS. Ilisema kutuma ujumbe kujibu. Hegseth alikubali akisema, nadhani ujumbe utakuwa mgumu hata iweje. Hakuna mtu anayejua Houthi ni nani, ndio sababu tungehitaji kuzingatia. Kwanza, Biden alishindwa, na pili, Iran inafadhili. Na sasa huo ndio ugumu ambao wananchi wasingekubaliana nao juu ya mapambano dhidi ya kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen. Ndio maana Hegseth akaamua kutumia nguvu na kumshawishi Donald Trump dhidi ya kupambana na kundi hili. Trump amedai mashambulizi ya Houthi yanatokana na yameundwa na Iran, akionya kwamba kuanzia sasa Washington itatazama kila risasi inayorushwa na kundi la Yemen kana kwamba ilirushwa na Tehran. Iran itawajibika na itakabiliwa na matokeo hayo yatakuwa mabaya, Rais wa Marekani aliandika kwenye jukwaa lake la ukweli wa jamii Jumatatu iliyopita, huku Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran, akisema wao wapo tayari kwa ajili ya uchokozi wa aina yoyote na watajibu uchokozi huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, usisahau kucomment
kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.